Katika mjadala wa siku ya leo unasema kwamba baada ya usajili huu na Sekafa Kagame Cup, nani anaonekana kuwa tishio kubwa msimu mpya? Ni Simba, Yanga, Azam au ni timu za nje? Kuna mtu hapa amesema tishio ni kwamba tishio ni Singida. Amesema tishio kwake anaona Singida inakuja kwa kasi. Msimu mpya wa soka Tanzania unaingia ukiwa na presha kubwa. Vita haitakuwa tu ndani ya NBC Premier League, bali pia kwenye mashindano ya Afrika na ukanda wa Sekafa. Sekafa Kagame Cup imeonyesha kuwa tofauti na ubora kati ya klabu za Tanzania na zile za nje bado ipo, huku timu kama Al Hilal ya Rayon Sport zikitoa ujumbe wa ushindano mkubwa. Tukiangalia sasa klabu ya Yanga Sports Club, bado ndio tishio kubwa? Kwa sababu nimepita huko mtandaoni, naona watu wengi wanaona kama usajili unaofanywa na klabu ya Yanga ni kama unawatishia wapinzani. Nguvu walizonazo Yanga Sports Club ni uthabiti wa kikosi, na Yanga imekuwa na msingi mzuri wa kikosi kwa misimu kadhaa. Na vile wachezaji, klabu ya Yanga ina wachezaji wenye uzoefu wa ligi za ndani, ina uelewano mkubwa wa mfumo na ina uzoefu wa mashindano ya CAF. Hiyo ni klabu ya Young Africans, ni mazuri yake hayo, ni nguvu zao. Kwa hiyo faida kubwa ya Yanga ni kwamba haianzi upya, inafanya maboresho juu ya msingi uliopo. Msingi tayari walishautengeneza, kwa hiyo wanaendelea kuboresha ili waendelee kubaki mabingwa. Nguvu nyingine walionayo Yanga ni uwezo wa kushambulia. Yanga imejenga utambulisho wa kumiliki mpira, wa kushambulia kwa kasi na kutengeneza nafasi nyingi. Yanga wanasifika kwa uwezo wa kushambulia. Na changamoto walionayo klabu hii, wachezaji wapya wataendana haraka? Wataendana haraka? Wataweza kubeba presha ya kutetea mataji? Na wataweza kubeba presha ya kutetea mataji, kwamba mashabiki wa Yanga wao wanajua kwamba tayari wameongoza misimu 5 mfululizo. Kwa hiyo wanatarajia kwamba katika msimu huu mataji yaendelee kuongezeka. Wanaamini kwamba watachukua mataji kwa msimu huu hapa. Mataji yote, wenyewe wanakuambia mataji yote katika msimu huu hapa ni mataji yetu. Kwa hiyo hao wachezaji wapya wataweza kuhimili hiyo pressure. Okay. Sawa. David Edward anasema wow, dada karejea tena, ndio niko hapa. Anasema dada, sisi Simba hatushikiki hata kidogo. Na kweli amshikiki, mko vizuri. Okay. Yanga vile wana pressure ya mafanikio. Baada ya mafanikio ya miaka ya karibuni, kila timu inapocheza dhidi ya Yanga huingia na nguvu zaidi. Kwa hiyo Yanga imeshinda misimu 5 mfululizo, na timu nyingine pia zinataka na zenyewe zifikie malengo. Wanatamani wapindue meza, wabadilishe kabisa historia. Kwa hiyo Yanga inabidi hapo wajipange. Kwa swali la kujiuliza, Yanga ina ubora wa kutawala Tanzania au inahitaji kuongeza nguvu zaidi kwa CAF? Yanga ina uwezo wa kutawala Tanzania. Tukigeukia klabu ya Simba, Simba inarudi kama mnyama aliyejeruhiwa? Huwa wanasema mnyama aliyejeruhiwa anakuwa hatari zaidi. Kuna wale wanyama Idi anasema Simba itabaki kuwa bora, atuogopi mtu, waje wanavyokuja. Asante sana Idi. Simba itarudi kama mnyama aliyejeruhiwa. Wanasema mnyama aliyejeruhiwa huwa anakuwa, yani kama alikuwa mkali, ukali wake unaongezeka maradufu. Mfano ukiangalia kuna wale wanyama wale Big 5. Mnyama yule ni nani anaitwa? I think kama sio rhino ni nani? Kuna mnyama mmoja amekaa kama ng'ombe, ni ndugu yake kina ng'ombe, kama ng'ombe pori nadhani. Yani ukiwakuta wale ukienda kwenye zile mbuga za wanyama ukawakuta, David Edward anasema Simba ni Simba tu, sawa. Ukawakuta hao wanyama wale waliojeruhiwa, labda kuna wale majangili ambao huwa wanawaua wanyama, wanataka pembe zao
ndovu, yes. Unakuta yule ndovu ambaye amejeruhiwa, labda silaha ilipita ikavunja pembe, au kwenye mwili wake kuna kovu. Wale wanyama huwa wanakuwa ni hatari sana na wanakuwa ni wakali kuliko hawa wanyama wengine ambao hawana majeraha. Kwa hiyo kama klabu ya Simba itarudi kama mnyama aliyejeruhiwa, hili litakuwa ni balaa jingine mjini. Watawaonesha kwamba Simba ni Simba. Mfalme wa mwitu anataka kurejea kwa namna nyingine. Kwa hiyo Simba inaingia katika msimu mpya ikiwa na jambo moja kubwa, kutaka kurudisha heshima yake. Na sio kutaka kurudisha tu heshima yake, manake wamejipanga kwamba tunataka kurudisha heshima, tufanye nini? Tulifanya 1, 2, 3, pengine hatukufanikiwa kufikia lile lengo. Sasa tubadilishe mbinu ili tuweze kurudisha heshima. Simba ilirudi Sekafa Kagame Cup baada ya miaka kadhaa ya kutoshiriki, ikiwa na lengo la kuonesha bado ni moja ya vigogo wa ukanda huu wa Afrika. Nguvu alizonazo klabu ya Simba, wana uwezo wa kufanya usajili wa ushindani, na Simba ina uwezo mkubwa wa kifedha. Jina kubwa, Simba vile vile ina jina kubwa la kuvutia wachezaji. Manake hata ukikuta hawa watoto wadogo hawa wanaochezaga huku mtaani, unakuta katika stories zao wanakuambia mimi nataka nije nicheze Simba, nije nichezee klabu ya Simba au nichezee klabu ya Yanga. Kwa hiyo Simba ina jina kubwa ambalo linavutia wachezaji, au unakuta wachezaji wengine wa nje wanatamani kuja kuichezea Tanzania, na akiulizwa Tanzania unataka kuchezea timu gani, anakuambia anataja timu anayoitaka. Pressure ya mashabiki wanaotaka matokeo ni Simba ina kitu hicho. Mashabiki wanataka kupata matokeo, na sio matokeo tu, ni matokeo mazuri. David anasema, dada nilikuambia wao wafanye usajili sana, maana tarehe 12 hakuna kipengele. Na kweli tarehe 12 itaamua bwana, tutaona. Jambo la pili ambalo ni nguvu ya Simba ni DNA ya mashindano. Yaani Simba kihistoria ina uzoefu mkubwa. Tukichukulia tu kama mashindano yanayoendelea sasa hivi ya pale nchini Rwanda, Simba imekuwa ikiibuka mshindi Sekafa Kagame Cup. Kwa hiyo ina historia nzuri na ina historia na uzoefu mkubwa. Ligi ya Tanzania ina historia, Sekafa, CAF Champions League, Sekafa Kagame Cup ni mashindano ambayo Simba imewahi kutawala, ikiwa miongoni mwa klabu zilizofanikiwa zaidi katika historia yake. Kwa hiyo Simba ina historia huko Sekafa, ina historia CAF Champions League, na ina historia ligi ya Tanzania. Kwa hiyo Simba ni klabu bora na ni klabu nzuri. David anasema Kagame Cup, sisi tumeenda kufanya mazoezi tu. Haya sasa, tawaambia nini? Simba Kagame wenyewe wameenda kufanya mazoezi. Sawa, changamoto kubwa walionayo klabu ya Simba, tatizo la Simba halijawahi kuwa jina la klabu, bali ni uthabiti wa kikosi. Jina halina shida, Simba kama Simba halina shida. Tatizo lipo kwenye uthabiti wa kikosi, mfumo wa uchezaji na kumalizia nafasi. Na hii katika kumalizia nafasi ndicho kitu ambacho mashabiki wengi wa Simba wamekuwa wakikilalamikia. Wanasema uwanjani mchezo ni mzuri, lakini namna ya kumaliza ndio imekuwa changamoto. Kama Simba itapata muunganiko mzuri, inaweza kuwa tishio kubwa sana. Tukigeukia klabu ya Azam, mwisho wa kuwa tishio la 3, kwamba Azam sawa wameendelea kushika nafasi ya 3, wameichoka nafasi ya 3, wanataka nafasi ya 2 au ya kwanza. Azam ni timu ambayo wengi wanaiona kama mfalme anayesubiri muda wake. Nguvu alizonazo Azam ni mfumo wa uwekezaji. Azam pia ina miundombinu mizuri, ina uwezo wa kifedha na ina mpango wa muda mrefu. Jambo jingine ni kocha na falsafa. Azam imekuwa ikijenga timu yenye nidhamu, timu yenye mpira wa kisasa, na imekuwa ikijenga wachezaji wenye uwezo mkubwa. Hiyo ni Azam. Tatizo kubwa la Azam ni imekuwa ikikosa kitu kimoja, ushindi katika mechi kubwa. Hilo tu ndio tatizo lao kubwa. Swali linakuja, je, Azam inaweza kuvunja utawala wa Simba na Yanga?
Mwanasoka, Azam inaweza kuvunja utawala wa Simba na Yanga. Yani mi utawala natamani utawala uvunjwe mwaka huu. Katika msimu huu Azam na Singida zipambane kwa namna yoyote ziweze kuvunja huu utawala wa Simba na Yanga. Wakiweza kuvunja utawala wa Simba na Yanga, basi ushindani wa soka utakuwa ni mkubwa. Kwa sababu kwa sasa yani timu kubwa ni mbili na ni timu ambazo zina mashabiki wengi, Simba na Yanga. Kwa hiyo yani katika kushindana, yani hata ukiangalia mechi ambayo inakuwa na watazamaji wengi zaidi ni ya Simba na Yanga. Lakini huu utawala ukivunjwa, nina imani sasa hapo yani soka litachangamka zaidi. Mfano Singida akae pale juu au Azam akae pale juu, alafu Singida afuate, or vice versa. Soka la Tanzania litakuwa na ushindani mkubwa. Tukiangalia timu za nje, je, zinaweza kuwazidi Tanzania? Tukiangalia timu za nje, mfano Sekafa Kagame Cup imeonyesha kuwa klabu za nje bado zina uwezo mkubwa. Kama Al Hilal, nguvu zake ni uzoefu wa mashindano ya Afrika, wachezaji wenye ubora na kasi ya nguvu. Tukiangalia Rayon Sports, APR, nguvu zao ni nidhamu ya kiufundi, ulinzi mzuri, mfumo unaoeleweka. Katika mashindano ya Sekafa, Al Hilal na Rayon Sports wameonyesha mwanzo mzuri kwa ushindi mfululizo kwenye hatua za makundi. Uchambuzi wa nguvu kwa msimu mpya. Mfano timu ya Yanga, nguvu kubwa walionayo ni uelewano, uzoefu na mfumo. Changamoto walionayo ni presha ya kutetea. Wanataka watetee ile nafasi yao, watetee ule ubingwa wao. Timu ya Simba, nguvu yao kubwa ipo kwenye fedha, historia pamoja na usajili. Changamoto ni kuunganisha kikosi. Timu ya Azam, nguvu yao kubwa ni uwekezaji na mipango. Changamoto walionayo ni kushinda mechi kubwa. Timu za nje, nguvu yao kubwa ni uzoefu wa Afrika. Changamoto walionayo ni kutokujua mazingira ya Tanzania. Nani anaweza kuwa tishio kubwa? Nafasi ya kwanza mimi nitampa Yanga kwa sababu klabu ya Yanga ina misingi mizuri, ina uzoefu, ina msingi imara, ina uzoefu, ina kikosi ambacho tayari kimeshazoea pressure. Nafasi ya pili nitampa Simba kwa sababu klabu ya Simba ina uwezo wa kubadilika haraka na ina historia ya kushinda, ina njaa ya kurudi kileleni. Nafasi ya tatu naipeleka kwa Azam kwa sababu klabu ya Azam ina kila kitu isipokuwa uthibitisho wa mwisho. Na nafasi ya nne naipa timu ya nje, lakini kwenye mashindano ya Afrika zinaweza kumshangaza yoyote, lolote linaweza likatokea. Kwa kuhitimisha katika hichi kipengele cha mjadala wa siku, msimu mpya hautakuwa vita vya fedha peke yake, utakuwa vita vya mfumo, usajili sahihi, nidhamu na uwezo wa kucheza mechi kubwa. Kwa sasa Yanga inaonekana kuwa na utulivu zaidi. Simba ina silaha za kurudi. Azam ina uwezo wa kuvuruga mpangilio na timu za nje bado ni tishio kubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Hii ni katika kile kipengele cha mjadala wa siku. Ambapo mjadala wa siku umesema kwamba baada ya usajili huu na Sekafa Kagame Cup, nani anaonyesha kuwa tishio kubwa msimu mpya? Anayeonekana kwa mawazo yangu, kwa mtazamo wangu ni Yanga akifuatiwa na Simba na nafasi ya tatu ikishikiliwa na klabu ya Azam FC. Tukigeukia katika kipengele cha fahamu mchezaji kwa siku ya leo. Kipengele cha fahamu mchezaji. David anasema Kagame Cup sisi okay. Peter anasema naona Simba wakila. Haya bwana, asante Peter kwa ujumbe wako. Sawa, kipengele cha fahamu mchezaji. Tutamchambua mchezaji anayekwenda kwa jina la Fredy Ngoma, usajili unaotarajiwa kuisaidia Yanga Sports Club.
Fredy Duval Ngoma ni kiungo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DR Congo. Yani jamani, Kongo imejua kutoa wachezaji, na wachezaji wa Kongo sasa hivi wanavuma. Yani si Afrika tu, hata nje ya Afrika. Kuna mtu alikuwa anasema zamani bwana, Kongo ilikuwa ukitaka mtu wa kukata mauno basi unawapata wa Kongo, lakini sasa hivi kwenye mpira wako vizuri. Fredy ana umri wa miaka 28, anajulikana zaidi kama kiungo wa kati au kiungo mkabaji, yani central midfielder au defensive midfielder. Amecheza soka la kulipwa katika nchi mbalimbali za Afrika, na msimu wa karibuni alikuwa akicheza Olympic Club Safi ya Morocco. Kwanza ni muhimu kufafanua hivi kwamba hadi sasa hakuna taarifa rasmi. Ni muhimu kukufafanulia kwamba mpaka sasa hakuna taarifa rasmi inayothibitisha kuhusu ada halisi ya uhamisho aliolipiwa Yanga au mkataba wake wa mwisho. Hiyo ni sehemu ya bei ya usajili inabaki kuwa taarifa za ndani za klabu au tetesi mpaka pale ambapo wataamua kutangaza rasmi. Jina lake halisi ni Fredy Duval Ngoma, taifa lake ni pale DR Congo. Amezaliwa Novemba 24 mwaka 1997. Urefu alionao ni takriban sentimita 173. Nafasi anayoichezea uwanjani ni kiungo mkabaji namba 6. Anacheza kiungo namba 8 na vile anaweza kusaidia kama kiungo wa kujenga mashambulizi. Safari yake ya soka. Ngoma amepitia mazingira tofauti ya soka Afrika, tukianza na pale nyumbani kwake DR Congo. Alianza kujijenga akiwa nyumbani Kongo, ambako alijenga msingi na uwezo wake kupambana katikati ya uwanja. Anaweza kukaba, anaweza kusoma mchezo. Vile amecheza pale Libya, aliwahi kucheza kwenye ligi ya Libya ambayo imempa uzoefu wa aina tofauti ya soka lenye nguvu na ushindani. Morocco amewahi kucheza pale vile. Hatua kubwa zaidi katika safari yake ya soka imekuwa ni Morocco, akiwa na Olympic Safi, ligi ambayo inachukuliwa kuwa moja ya ligi bora Afrika. Katika msimu wa mwaka 2025-2026 alicheza mechi nyingi akiwa kiungo wa kawaida na timu yake, akionyesha zaidi upande wa kazi ya ulinzi na kujenga mchezo kuliko kufunga mabao. Takwimu zake za mabao na asisti zinaonyesha kwamba mashabiki wengi wanahitaji kuelewa aina ya mchezaji ambaye Yanga imempata. Fredy Ngoma si kiungo wa kutafuta mabao kama mshambuliaji au kiungo namba 10. Takwimu zake za msimu wa karibuni zinaonyesha kwamba katika mechi 27 za ligi Morocco, mabao ni 0, asisti ni 0. Nafasi kuu ni kiungo wa kuzuia au kusambaza mpira. Kwa hiyo thamani yake haitapimwa kwa mabao mengi au asisti nyingi, bali thamani yake itapimwa kwa kuokoa mipira, kuzuia mashambulizi, kuunganisha safu ya ulinzi na ushambuliaji, na kulinda timu inapopoteza mpira. Ubora wa Fredy Ngoma ni uwezo wa kukaba na kushinda mipira. Hii ndio silaha yake kubwa. Yanga mara nyingi inapocheza mashindano ya CAF inahitaji kiungo ambaye hataruhusu wapinzani kucheza kwa uhuru, atataka mipira kabla haijafika kwa mabeki, na atapunguza pressure kwa timu. Ngoma anaweza kuwa mlinzi wa kwanza kabla ya safu ya ulinzi. Jambo jingine alilonalo ni nidhamu ya nafasi. Aina yake ya kiungo anayejua ni kiungo ambaye anajua wakati wa kupanda, anajua wakati wa kubaki nyuma, na anajua kufunika nafasi za wachezaji wanaoshambulia. Hii ni muhimu sana kwenye mfumo wa kisasa. Uzoefu alionao Ngoma kwa Afrika ni kucheza Morocco. Amecheza Morocco na mashindano ya CAF vile kunaweza kuwa ni faida kubwa. Na Yanga inapotafuta mafanikio Afrika inahitaji wachezaji ambao hawashtuki na pressure, wana uzoefu wa kucheza dhidi ya timu ngumu. Ataisaidiaje Yanga? Ataisaidia kwa kutoa uhuru wa viungo washambuliaji. Mfano, kama Yanga ina kiungo anayependa kushambulia, Ngoma anaweza kubaki nyuma na kumpa nafasi ya kucheza bila hofu.
kuongeza nguvu katikati ya uwanja, katikati ya mechi kubwa dhidi ya Simba, Al Hilal, APR, Rayon Sports, timu za CAF, na mapambano mengi huamuliwa katikati. Ngoma anaweza kuongeza nguvu katika eneo hilo. Anaweza kuboresha ulinzi. Tatizo la timu nyingi Afrika si kufunga mabao, bali unaposhambulia ukipoteza mpira unazuiaje? Ngoma anaweza kusaidia kwenye transition. Kwa nini Yanga inamtaka Ngoma? Yanga inamtaka Ngoma sababu zinaweza kuwa ambazo zinaweza kuwa nyuma ya usajili wake ni kutafuta kiungo mwenye nguvu. Yanga imekuwa ikihitaji mtu wa kushindana kimwili kwenye mechi kubwa. CAF inahitaji aina hii ya wachezaji. Mashindano ya Afrika yana kasi na nguvu kuliko ligi kuu za ndani na kuongeza ushindani wa nafasi. Mchezaji mpya huongeza pressure kwa waliopo. Kwa sababu wanakuwa hawamjui vizuri, hawajui wanakuwa wanamwogopa. Kwa hiyo mpaka mumzoe mwenzenu tayari anakuwa kashawapiga bao. Kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi wa ada ya uhamisho na thamani yake sokoni imekuwa ikitajwa katika viwango vya mamia kwa maelfu ya euro kwenye baadhi ya tovuti za takwimu, lakini si lazima iwe ndio bei ambayo Yanga imelipa. Ngoma atacheza, namba inayomfaa zaidi katika klabu ya Yanga ni namba 6, kiungo mkabaji, lakini anaweza pia kucheza namba 8, kiungo wakati mwenye uwezo wa kusaidia pande zote. Mfumo unaoweza kumfaa ni mfumo wa 4-2-3-1. Huo unaweza kumfaa. Hapo Ngoma anaweza kuwa mlinzi wa kiungo mwingine anayependa kushambulia. Akiongezewa kitu gani Ngoma atakuwa tishio zaidi? Ili awe hatari zaidi, Yanga inapaswa kumsaidia kwenye maeneo ya kuongeza ubunifu wa pasi, kwa sababu kwa sasa nguvu yake ni kukaba. Akiongeza pasi za kuvunja mistari na mipira mirefu sahihi atakuwa kiungo kamili. Kufanyiwa kazi kwenye kufunga, akiongeza kupiga mashuti nje ya boksi na akaongeza kufika eneo la hatari, anaweza kuongeza mabao. Akipewa mshirika sahihi anapokuwa uwanjani, kiungo bora uhitaji mchezaji anayemkamilisha. Mfano, Ngoma sawasawa na ulinzi, mwenzake ni sawasawa na ubunifu. Kwa hiyo mchanganyiko huo unaweza kuifanya Yanga iwe ngumu kuvunjika. Kwa hiyo kwa kuhitimisha katika kipengele cha fahamu mchezaji, Fredy Ngoma si usajili wa mabao na headlines tu, bali ni usajili wa kujenga msingi wa timu. Yanga haijamsajili kwa sababu atafunga mabao 15, bali kwa sababu anatarajiwa kulinda kiungo, kushinda mipira, kuipa timu utulivu na kusaidia kwenye mechi kubwa Afrika. Na kama ataongeza uwezo wa kutengeneza nafasi na kufunga, anaweza kuwa mmoja wa viungo bora kabisa kwenye ligi Tanzania. Swali kubwa kwako wewe shabiki wa mpira. Je, Fredy Ngoma ndiye kiungo aliyokosekana ili Yanga iwe na nguvu zaidi kwenye mechi za CAF? Shusha maoni yako hapo na sisi tupate kujifunza.